Pokea sifa na utukufu ni kwako, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya, wengine huita siku ya matawi, wengine huita siku ya mitende, na watu wanatamani kuwa kwenye maandamano makubwa. Kwa nini inaitwa siku ya mitende au siku ya matawi? Inaitwa siku ya matawi kwa sababu walitumia matawi wakaweka chini wakati Yesu anapita. Lakini inaitwa siku ya mitende kwa sababu mitende ni mti ambao ulitumika kwa kazi nyingi, kwa chakula, kwa viungo na kwa ujenzi pia. Lakini pia sauti inayoweza kusikika vizuri katika Biblia ni mti uliochukua nafasi ya kwamba ukisimama na mti huo ukashangilia, maana yake anayepita ni mfalme, na sio tu mfalme, mfalme aliyeishi. Ndugu zangu, tunaona katika mstari tuliosoma 29 na kuendelea, Yesu anaanza safari ya kwenda Yerusalemu, na akiwa njiani anakwenda, anachukua vijana wawili, anaambia nendeni, mtakuta punda, atakayewauliza yeyote mwambieni Bwana ana haja naye. Na kweli wakaulizwa, wakasema Bwana ana haja naye, wakamwambia chukueni. Wakachukua punda, wakaleta, akapanda. Na Yesu akiwa anaendelea na safari juu ya punda, kwenye vichwa kuna maswali mengi sana, na kilichosababisha kabisa uharibifu kwenye vichwa vyao ni pale unaposoma mistari tuliyosoma mwishoni, alipofikia mji, mstari ule wa 41, akaulilia hapa, akaambia laiti ungelijua. Kwa hiyo hii ndio kuonyesha Yesu Kristo alikuwa tofauti kabisa fikra zake na wao. Wana wa Israeli wako katika mateso makubwa na maadui wengi, na hivyo walikuwa wamesoma maandiko wakijua Masihi atakuja atakayewaokoa, sio yale maneno ya kwamba huyu ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao, ndiye atakayewaokoa na adui zao. Kwa hiyo walijua, wakawa na tafsiri. Walipomwona Yesu Kristo anakuja, wakashangilia, wakasema maneno haya, Hosana mwana wa Daudi. Neno Hosana Kiebrania, Mungu utuokoe na mateso haya. Kilichoanza kuleta shida kwenye mioyo ya watu ni aina ya usafiri aliyotumia kuja Yerusalemu. Akatumia punda. Punda ni tabia ya unyenyekevu, ni tabia ya kuonyesha ameshuka sana. Sasa huyu sisi tunajua anakuja na farasi, amevaa na mapanga na manguo makubwa, lakini kwa nini leo anaonekana amekuja na punda? Maswali yalianzia hapo. Watu wengine wakaanza na kusema, wanyamazisheni watu wasipige kelele. Wakati mwingine ni baada ya wengine kufikiri ni kelele, lakini watu wengine wanawaza iliyo kinyume. Yesu anawaza nini na wao wanawaza nini? Wao wanawaza kukombolewa, lakini alipofika mstari wa 41 akawathibitishia kwamba sikiliza, mji huu utaangushwa, mji huu utapigwa na maadui watakuja. Sasa mtu aliyekuja kutukomboa, halafu tunamtegemea, halafu anaanza kuongea maneno ya namna hii, alikatisha tamaa. Kwa hiyo wale anapofika katika ule mji wa Yerusalemu, baadhi walienda nyumbani na maswali mengi ya kwamba hivi huyu kweli ni Masihi? Baada ya hapo tunaweza kusoma Injili, unaona wakaanza kutafuta mbinu za kumuua, kwa sababu hakuna mtu hapo. Ndugu zangu, Yesu Kristo alikuja duniani ili aokoe watu wenye dhambi na waokoe watu na dhambi zao, maana yake Wayahudi pamoja na maadui zao. Na kinachowashangaza ni kwamba anataka kuonyesha upendo kwa hao maadui tena. Lakini waliimba, wakaimba. Yesu alipouona mji akaulilia. Na lakini unaposoma vizuri, alipoingia katika mji ule, akaingia hekaluni, akaanza kuwakemea, akaanza kuwafukuza Wayahudi. Sema nini hii tena? Nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala kwa mataifa yote, sio kwa Wayahudi. Hii nayo iliendelea kuwachanganya tena Wayahudi, kwa sababu yeye kilichomleta ni kile kilichopotea.
na amekuja kuokoa watu ili kuonyesha ya kwamba hatujakuelewa. Katika Yohana mstari ule wa sura ya 19 mstari wa 6 ni tofauti sana na Luka sura ya 19 mstari wa 38. Labda tuanze na sura ya 19 mstari wa 38. Sikiliza wanaposema, wakasema, ndiwe mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Hivyo ni vinywa vinaimba hosana mwana wa Daudi, vinamtukuza. Lakini aliyepata katika Injili ya Yohana sura ya 19 mstari wa 6 unasemaje? Wakapaza sauti wakasema, msulubishe. Kanisa lote tuseme maneno haya. Semeni msulubishe. Lakini nyuma kule wanapoweka nguo zao, wanapoweka majani, wanasema ubarikiwe. Sema ubarikiwe. Ni kinywa hicho hicho kinachosema ubarikiwe, ni kinywa hicho kinachosema ulaaniwe. Naomba katika asubuhi ya leo, katika siku hii ya mitenda, nikuletee machache ya kujifunza. Jambo la kwanza, Yesu anapoingia katika mji wa Yerusalemu, anawatuma wanafunzi wake, anawaambia, nendeni katika kijiji kinachowakabili, mtakuta punda, leteni punda. Atakayewauliza mwambieni Bwana ana haja naye. Jambo la kujifunza, tumia muda wako, tumia mali zako kumtumikia Mungu. Sema amina. Wakati fulani imekuwa nikishangazwa sana na lugha tunazozitumia katikati ya ibada, katikati ya maisha. Na sasa tumepewa bahasha, na sasa tuna mipango mikubwa ya ujenzi, tuna mipango mikubwa, lakini kauli ni nyingi zinazosema hizi ni mali zetu. Watu hawataki kutumia mali, na mtu akitumia kidogo tu, akitoa fedha kidogo tu, anapiga kelele. Naomba nikupe mfano mdogo sana, halafu tufanye hesabu ili uone watu walivyomtolea Mungu zamani. Acha, watu walikuwa wanatoa sadaka na hawana mchezo. Naomba ufungue kitabu cha kwanza cha Wafalme. Ni mistari miwili tu inatosha. Kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 8. Wale wenye calculator, wenye simu, naomba nitarajishie calculator. Angalia mstari wa 62. Tumia mali zako utabarikiwa. Mpe Mungu, ana sababu. Ukitaka kupokea, toa. Sikiliza ule mstari unasemaje? Ndipo mfalme na Israeli wote pamoja naye za Bwana, sema wakatoa sadaka mbele za Bwana. Sulemani akatoa sadaka za amani alizomtolea Bwana, ng'ombe 22,000. Ng'ombe mmoja akinenepeshwa pale, wanauza wapi? Pugu. Wanauza wapi? Ng'ombe mmoja milioni moja. Fanya ng'ombe ni ng'ombe hapo 22,000 mara milioni. Shingapi? Natoa shilingi 500 atukana soko zima. Kwenye bahasha umepewa Pasaka, unaweka majani, eti na wako eti wale viongozi wa uwakili, ngoja tuwanyoshe leo. Ng'ombe 120 mara milioni. Shingapi? Milioni bilioni. Halafu kanisa hili linatakiwa lijengwe kwa shingapi? Mtu mmoja angejenga makanisa mangapi? Acha bwana, ukipewa bahasha sema Mungu asante, kumpe Mungu sadaka. Halafu akatoa kondoo wangapi? Kondoo 20,000. Nikafanya mara 50 na 50 tu 50. Kondoo mmoja 50. Shingapi? Bilioni 6. Nyingine leo hii mpaka mwenyekiti tunamwona amekuwa kero hapo mbele. Mwenyekiti amekuwa kero kwa bilioni 3. Halafu sio bilioni 3, unatuambia tu bilioni 200. Mtu mmoja mwanaume, Biblia inasema akatoa ng'ombe na kondoo. Hii ni baada ya nini? Anamshukuru Mungu kwa jengo zuri, anamtolea Mungu sadaka. Toa na Mungu
alimbariki sana. Tumia maombi zako. Walipowauliza mnapeleka hapa, akasema Bwana anawaja. Umetumia nafasi gani? Muda wako tu basi, hata kumtumikia Mungu. Na sadaka zako unatoa kwa kiasi gani? Mpaka tumeanza kuweka vigezo. Mwaka huu tutatoa zawadi, mbuzi, kuku. Na watu wanasema huyo mbuzi lazima tumpate. Na mimi niko na waza, huyo mbuzi atakuwa amenunuliwa shilingi ngapi? Halafu hiyo jumuiya itakuwa imetoa ngapi ili tutoe mbuzi? Ni kauli, lazima tutoe zawadi kama kuhamasisha. Na tunataka kusema maana yake, ili watu waweze kufanya vizuri, tuwahamasishe. Tutatoa mbuzi jamani. Haleluya, piga makofi kwa Yesu. Sijasema, nilikuwa natoa mfano, sijasema piga makofi. Mpaka tuwapige kwara. Ndipo watu wafanye. Tumia muda wako vizuri ili